Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko na Adamu Hussein. Marekani ni kama vile imetiwa utambi dhidi ya Wahouthi wa Yemen. Ni baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Wahouthi kushambulia meli zao za kivita pamoja na kushambulia baadhi ya ndege zao ambazo ni ghali mno. Lakini wakati huu Marekani kaamua kufanya jambo moja tu. Siku ya leo ya Jumanne imefanya mashambulizi zaidi ya 30 na inadaiwa kwamba moja kati ya viongozi wa Kihouthi wameuawa na ni kutokana na makombora hayo ya Marekani. Wahouthi wanadai kwamba karibu mashambulizi 30 ya anga katika majimbo kadhaa nchini Yemen yamefanyika chini ya siku moja, na ni siku ya leo ya Jumanne, na kushadidi uchokozi dhidi ya taifa hilo katika kile ambacho wataalamu wamekitaja kuwa ni harakati za kupambana na Wahouthi na kuwaondosha katika eneo hilo la Yemen, huku wa Yemen wenyewe wakisema kwamba huku ni kujishinda wenyewe wa Marekani na hakamwe hawatoweza kuishinda Yemen. Wanaharakati hao wanasema kwamba bado wanaendeleza mapambano katika kupambana na Marekani pamoja na Israel, na mpango wao ni kuona kwamba wanawatetea watu wa Palestina wasiokuwa na hatia ambao mara kadhaa wamekumbwa na mirindimu ya makombora, hali ambayo imesababisha vifo pamoja na majeruhi wengi. Kwa mujibu wa duru kutoka nchini Yemen, ndege za kivita za Marekani zimefanya mashambulizi 11 ya anga katika mkoa wa Sanaa siku ya leo Jumanne, yakilenga zaidi wilaya za Bani, Hushaish na Sanhan. Lakini pia mashambulizi ya mabomu na makombora yalienea zaidi mashariki, huku 13 yakiripotiwa katika mkoa Marib, ikiwa ni pamoja na wilaya za Majizar na Jauba. Aidha, mashambulizi manne ya anga ya ndege zisizokuwa na rubani za Marekani yamefanywa dhidi ya kisiwa cha Kamaran katika pwani ya mkoa wa Al-Hudaida magharibi mwa Yemen. Hayo yametajwa kama moja ya mashambulizi makali zaidi ya mabomu na makombora yaliyofanywa katika siku moja na majeshi ya Marekani dhidi ya Yemen katika kipindi cha hivi karibuni. Marekani imedai kuwa mashambulizi yake yanalenga kudhoofisha uwezo wa jeshi la wa Yemen, hasa Wahouthi, hasa vitengo vyake vya makombora na ndege zisizokuwa na rubani za nchi hiyo. Tangu Oktoba mwaka 2023, baada ya utawala wa Israel kuanzisha vita vya kinyama na mauaji ya kimbari huko katika ukanda wa Gaza, vikosi vya ulinzi wa Yemen YAF vimekuwa vikitekeleza operesheni nyingi dhidi ya maeneo yenye uhusiano na Israel kama njia ya kulazimisha utawala huo wa Israel usimamishe vita na kuondoa mzingiro dhidi ya Gaza. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Yemen, mashambulizi yanayofanywa na Marekani yamekuwa yakilenga maeneo ya kiraia tu na kugharimu maisha ya makumi ya watu wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, Marekani iliambia Israel iwaachie tu juu ya Wahouthi kwa sababu Israel ilikuwa na mpango wa kuanzisha mashambulizi mapya katika Yemen, lakini Marekani ikasema kwamba wakati huu ni wakati wa kuachia, wao watajua namna ya kuweza kupambana nao wapiganaji hao wa Kihouthi ambao wanadaiwa kwamba ni si rahisi kupambana nao, lakini wakati huu Marekani inaonyesha uwezo wake wa kivita hasa kwa kutumia makombora. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yanatokea katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini kubwa ni mapambano ambayo Marekani imeanzisha katika kipindi hiki, hasa siku ya leo ya Jumanne, juu ya wapiganaji wa Kihouthi ambao mara kadhaa wamekuwa wakifanya mashambulizi katika ndege za Marekani pamoja na meli zao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.